umekuwa bweni kwa muda gani mpaka sasa hivi? Kukuwepo mimi ni uzawa wangu, nimezaliwa hapa bweni, familia yangu yote iko hapa bweni. Nimeshika uongozi hii awamu ya pili, ambayo mitano ya kwanza, hii mitano ya pili. Uzaliwa wangu hapa, nimesoma hapa shule ya msingi Kumba pale, elimu yangu tulipoipatia. Na shughuli zangu asilimia kubwa nimemiliki baadhi ya mashamba maili 3. Basi familia yangu ndio nilipokuwepo hapa. Yaani kwa taarifa ndogo za miaka 10, 20 nyuma, 30 za baadhi ya matukio kama mnavyozungumzia kuhusu hali halisi ya ujio, yani wa ujio wetu wa daraja ambalo linaenda kufikia hatua ya mwishoni, yani au linaenda katikati katika kujengwa kwake, nusura gani ambayo itapatikana. Kweli sisi kuzaliwa kwetu kuna matukio mengi sana yametokea hapa. Watu wamepoteza maisha kuhusu kivukoni pale. Kuna watu wengine walikuwa wakifika pale magari yao hawasemi kwamba hayana breki. Hatima yake gari inaingia ndani ya feri, inaingia baharini. Watu baadaye mtu amepoteza maisha. Zaidi ya matukio 3 au 4 nimeyashuhudia watu kupoteza maisha katika kivuko chetu hichi hapa. Isitoshe upande wa pili inawezekana kivuko mwisho ni saa 4, wanakuja wagonjwa kutoka sehemu mbali Mkaramu huko, Mkwaja, Raba, Kibinda huko, feri lishafungwa. Papatu pale watu wameminyana na nini, umeona, kumvusha, pengine mtu anaweza akapoteza maisha au akazalia pale kivukoni. Yote tumeyashuhudia sisi, umeona kazi. Sasa matukio mengi yametokea ambayo leo kwa hali halisi ya hii daraja, basi naona kama nusura itakuwepo, itakuwa hakuna habari ya kizuizi pale. Umeona, kwa sababu taarifa yote ya maradhi mtu hana taarifa. Haezi kujua mimi nitauma saa 5 ya usiku, saa 10, saa ngapi, hakuna. Maradhi time yote yanatokea. Sasa uhalisia kwa muono wetu sisi kama wanabweni, kwa kuwa bweni kama Chalinze. Umeona kazi, ukataka kwenda Iringa utapita pale, ukataka kwenda wapi utapita pale. Sasa leo unapokuwa na uhitaji wa ngambo ya pili Pangani mjini, lazima upitie bweni. Wa Mkaramu apite bweni, wa Kipumbwi, wa Mkwaja, wa Sakura. Sasa kwamba na hapa mpaka dakika za mwisho katika jitihada ambazo tulizifanya, tuliwahi kuwa na waziri wa maji sisi, tukamuongelea bwana, tuwaomba tupate faiba ambayo itamiliki katika kuanzia mwisho wa feri saa 4 kwenda usiku mwingine, yani mpaka unapofikia hatua kumepambasuka. Kweli tukaipata faiba ile ambayo iliandikwa MV Bweni. Tulifanya jitihada nyumbani, tukamuelezea kwa kuwa ilikuwa saa nyingine wanaamshwa wazazi wetu, kuna mzazi pale amezidiwa pale, mpaka jitihada ya chombo kikapatikana. Umeona kazi, mtu pengine ameshajifungua pale. Basi ndio uhalisia sisi kama wanabweni, kusema la uhaki kwa hili daraja, basi tutakuwa na shukurani kubwa sana ambazo tutakuwa tumezipata kwa uhalisia. Kama mfano katika miezi hii au mwaka huu, kwa usumbufu wa kivuko, unaangalia sasa hivi gari na imepakia samaki, una magari enda Korogwe, samaki wanaenda mpaka Arusha huko. Umeona, wanafika hapa feri limeharibika. Na kuna mabasi ambao pale Korogwe wanafaulisha samaki kupelekwa Arusha na sehemu nyingine mbali. Sasa dhiki kubwa ambayo ilikuwepo, lakini yote tunakaa tuomba Mungu, tunasema kifungo cha mwaka sio mwisho wa dunia. Daraja kama hili hali halisi inavyokwenda. Tuende kwenye baadhi ya matukio ambayo unaweza kutuelezea yalivyoleta majanga, yalivyoleta vilio kwa watu kupoteza maisha. Pengine labda ilikuwaje wakati huo? Kuna baadhi ya matukio ambayo ya nyuma zaidi ya miaka 20 iliyopita. Kuna tukio moja, basi moja lilifeli breki, bwana mmoja dereva aliitwa Costa alipoteza maisha baada kuingia baharini, mpaka tufanya jitihada ya kumtoa pale baharini. Costa amepoteza maisha. Likatokea tukio jingine la basi la ina Shakila ile. Umeona kazi, dereva na bwana mmoja ambaye ilisemekana alizuia maridio yake pale ambao kwenye yasidondoke ndani ya gari mule, gari kafeli breki, kaingia baharini. Tukafanya jitihada sisi, tulimiana sana watu wa bweni kwa njia yote, na kwa elimu yetu kuyajua maji yalivyo. Tuliwahi kuitoa gari saa 8 ya usiku ile, watu tayari wamepoteza maisha. Na hata miaka hii mingapi, 3 4 iliyopita, kulitokea tukio jingine, gari ya Nasoro Fedi ambayo ilifeli breki. Yule bwana
ikambana, umeona kazi pale pale kumbana, tukaweza kumtoa sisi yule bwana mpaka kumfika hospitali, tayari amepoteza maisha. Baki sitoshe, yani kama hapa bweni kuna baadhi ya watu wengine ambao wanakaa maeneo mengine huko, hajamuona mtu aitwa jina la mtu aitwa mwanamke aitwa Mwanabweni, wanaume aitwa Mnyibweni. Kwa nini hawa wasema sisi tumezaliwa pale Feri, sisi mtu tumekuja saa 8 ya usiku, saa 5 ya usiku, kivuko kishakuwa hamna tena, mtu hajamaki mzazi amejifungua pale. Isitoshe hata maisha tulishuhudia baadhi ya watu ambao walipoteza maisha pale pale kivukoni. Feri lishafungwa, saizi wenye madau yao mtu hujua alipo, basi ndio hiyo hali halisi hiyo. Lakini kwa ujio au kwa mradi huu wa daraja ulipofikia au unapoendea, basi nafikiri kuna nusura kubwa itasema hivyo, huenda Mwenyezi Mungu akatupa kwa mambo haya tena, dhiki hii imekwisha kwetu. Okay. Hayo ni matukio mangapi mtuambia? Mawili. Zaidi ya matukio matatu ya Shakila, tukio la jamaa mmoja alikuwa aitwa Costa, tukio jingine la dereva yule ambaye yeye gari lifeli breki akaipiga pembeni, umeona bwana matukio zaidi ya matatu nakumbuka, yote niliyashuhudia na tulishiriki katika kupambana nayo hapo. Kwa madhara ambayo yalikuwa vipi? Magari ambayo yalikuwa nazama yalikuwa yanatoka ama yalikuwa yanakufa humo? Hapana, magari asilimia kubwa yote niliyashuhudia, yote yaliwahi kutolewa. Yote yaliwahi kutolewa magari. Wananchi walikuwa wanashiriki vipi ama nyinyi mlikuwa mnashiriki vipi kwenye matukio kama hayo labda? Sisi wao wenyewe wanajua kwamba watu wa Feri kwamba kiunganishi kikubwa sana wananchi wa Bweni. Yaani hata sisi tukiangalia ile ramani yetu ya Bweni na Pangani. Pangani wana mji wa Pangani wako mbali sana na kivuko kuliko Bweni. Sasa matukio mengi yanatokea Bweni wanayakabili sana. Hata likatokea Pangani mjini utakuta watu wa Bweni wamekwenda kulikabili kule. Sasa nyingine kama hapa si hafika hatua Feri lishaondoka, limezidiwa au limezima mpaka kufika karibu ya milangoni. Basi watu wa Bweni wanafanya jitihada kwenda na vifaiba kuwatoa wale watu mule, kuwarudisha huku juu kwa ajili kuwanusuru kwanza wale watu. Basi ndio ilivyokuwa humo. Wananchi walivyoshiriki, wanashiriki kiukamilifu sana watu wa Bweni kwa matukio yanotokea. Haiwezi kukwepa ile tukio kwa sababu utajakuta kama hapa Bweni utakuja kuta kuna watoto wengine wanasoma shule ya sekondari Funguni, wengine wanasoma shule ya msingi Pangani, Kumba kule. Sasa leo kile utakavyofanya utaguswa tu wewe. Sasa matarajio ya daraja nafikiri inaweza ikaondoa hiyo hali kwa kiasi gani hasa? Matarajio ya daraja itaondoa hali kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mtu mpaka ikafika hatua kutaka kuvuka kwenye faiba raba ni yeye mwenyewe, kwa sababu leo barabara itatoka round about itakuwa Mashadu pale, umeona, itakuja barabara kubwa, barabara mpaka ambao kwenye daraja la sasa hivi ambao ndio itakuwepo barabara kwa, yani dakika 5 tu tunavyojua, si dakika 5 tu kufika sehemu ambao kiunganishi kwenda Pangani. Kwa sasa hivi pengine una ushauri gani ama unaweza kuiambia nini serikali ukiwa kama mwananchi, lakini pia ni kama ni mwenyekiti ambaye ni mwakilishi wa wananchi kwenye ujenzi wa daraja ambalo linaendelea kwa sasa hivi? Mimi kubwa ambalo kama sisi baadhi ya watu wa daraja tunaongea nao, kama wiki moja mbili iliyopita niliwahi kuongea nao kuangalia kipande cha kwanza kilichukua miezi 4, lakini hichi kinachofuata kitachukua tena miezi 4. Wakaniambia hapana, si kweli. Kile ilikuwa kiunganishi cha kwanza, lakini hichi cha pili kuna material yanakuja, inawezekana kipande cha pili hata miezi 2 isifike. Kwamba kupona kwa daraja hili, basi kuna matukio mengi sana yatakuwa kwetu sisi tushaagana nayo. Tukio ambalo Bweni liliwahuzunisha watu wa Bweni, haswa tukio la Shakila, kwa sababu watu walikuwa wakitafsiri kwamba mna watu 10, wengine watu 5, ikawa katika siku 3 nzima watu wanakuja shinda Bweni asubuhi mpaka jioni, wanaondoka siku ya pili wanarudi tena wanashinda Bweni asubuhi mpaka jioni. Sasa ikawa mji umejaa watu kushuhudia kwamba mule mna watu wangapi, umeona, watu 10, watu 5, ikawa watu kile kitandawili ndio kilosababisha kwamba
wasiwasi kujua, wataka waone ile tukio. Lakini sisi kama binafsi watu wa Bweni, unajua asilimia kubwa tumesoma kile chuo cha uvuvi, yani kujua habari ya bahari, umeona, na uvuvi. Sasa tukaangalia ile ramani yetu, tutawatoa kwa njia gani hawa. Tukasema hapana, hawa maji ya saa 8 yatakuwa yako chini, watu wataweza kufungwa cheni kwenye chassis ya ile gari, kwamba itakuwa ile gari inaonekana bodi, alafu chini itakuwa rahisi kuzamia kufunga. Kweli tulifanikiwa saa 8 ya usiku kuitoa ile gari, na tukawatoa watu wawili hao ambao walikuwa dereva na mzee mmoja ambaye alikuwemo. Kweli ilitia unyonge sana, kwa sababu mtu anapokufa kwenye maji kwa siku 3 zile, tulikabiliana na maiti ambao yani wengine katika hapa Bweni watoto hata alikuwa afika hatua hajaingia majumbani mwao kukabiliana na vitu vile, lakini si tulikabiliana navyo, na kweli tuliweza kuwatoa, tukamaliza, wakasafirishwa kupelekwa hospitali. Ile mwaka ule nakumbuka alikuwa mbunge wa ile yetu Pangani, alikuwa Rishedi. Hilo tukio hilo bwana lilitupa unyonge sana, lilitupa baridi sana tu wa Bweni. Kwa sababu mji uliingia baridi siku 3 nzima, watu wamejaa kushuhudia. Watu wangapi walikuwa mule? Sasa kila mmoja akakaa shuhudia, na Mungu akaleta kadari yake, tukio likafanyika usiku mwingi. Umeona, siku ya pili watu wajasikia wale watu washatolewa. Nakumbuka tu saa 8 ile tuwatoa wale watu Pangani kule, watu walikuwa wengine wako feri wasikilizia, kwa sababu ilikuja D4 baada kufunga ile cheni, ile D4 likawa lavuta. Livovuta ile kufika katikati kidogo, gari ishatoka, sisi tukawatoa wale watu. Kuwatoa kapakizwa Tafaiba, wakapelekwa hospitali. Siku ya pili watu wakapelekwa kwenye sehemu zao ambao wale maiti waliopatikana. Hilo jambo hilo kweli lilitupa baridi sana kuhusu tukio la pale baharini pale.